Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni sana ndugu zangu katika kipindi chetu cha leo ambacho tutajifunza ibada muhimu sana inohusiana na tayammum. Ibada ambayo ni njia ya kipekee ya kujitaharisha iliyowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuwapa wepesi waja wake. Kwanza kabisa tuangalie maana tayammumi, maana ya kutayammam. Katika risala ndogo iliyoandikwa na al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, Allah amrehemu, ameeleza kuhusiana na tayammumi kama ifuatavyo. Asema at-tayammum taharatun wajibatun biturabi badalan anil wudu'i wal ghusli, kwamba tayammum ni tahara ya lazima kwa kutumia udongo badala ya kutawadha au badala ya kuoga. Mahala ambapo mtu angelazimika kutawadha kwa ajili ya kujiondoshea hadathi ndogo au kuoga kwa ajili ya kuondosha hadathi kubwa, basi atatumia at-turab kwa maana ya udongo. Sasa hii tayammum inaruhusiwa kwa nani? Nani anaruhusiwa kufanya tayammum? Liman lam yajidil maa, kwa yule ambaye hakupata maji baada ya jitihada kubwa ya kuyatafuta maji hapa na pale akayakosa, basi badala yake atatayammum. Au tadarrara biistimalihi, au anapata madhara iwapo atayatumia hayo maji, ima kutokamana na hali mbaya ya hewa, baridi kali, akitumia maji aweza kupata madhara, au ugonjwa ambao daktari ametoa ushauri kwamba kwa ugonjwa huu usiyatumie maji, wa hakadha na mfano wa hayo. Sasa tunakwenda kuangalia tayammum hatua kwa hatua kama ilivyofundishwa kwa mujibu wa kitabu na sunna. Asema Ibn Uthaymeen, kaifiyatu tayammumi, jinsi ya kutayammam. Asema kwanza kabisa ayanuia amma yatayammama minhu min wudu'in au ghuslin. Kwanza kabisa mwenye kufanya tayammum atanuia juu ya kile ambacho anatayammamu kwa ajili yake. Min wudu'in, ikiwa anatayammum badala ya udhu, au ghuslin, au anatayammum badala ya kuoga, atatia nia kwanza. Na kama ambavyo tumekariri mara nyingi hata katika masomo yaliyotangulia kabla ya somo letu hili la leo, tumeona katika somo la udhu kwamba katika zile hatua kaifiyatu alwudhu'i, namna ya kutawadha, kwanza kabisa ni nia. Na kama ambavyo imeelezwa na wanawachuoni kwamba an-niyatu mahalluha alqalbu, mahali pania ni moyoni, wa talaffudhu biha bid'atun, na kuitamka kwake nia ni bid'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitawadha, alikoga, aliswali, alifunga, alifanya ibada mbalimbali, lakini hakutamka nia kwa ulimi. Kwa hivyo hata katika tayammum
nia inakuwa ni moyoni, ananuia mtu juu ya kile ambacho kwa ajili yake anatayammam, ikiwa ni anatayammam badala ya udhu au anatayammam badala ya ghusli, yani kuoga. Kisha kinachofuata, thumma yadriba al-ardha au ma yattasilu biha, kisha atapiga uso wa ardhi, juu ya uso wa ardhi kwa viganja vyake, au ma yattasilu biha, au kile kinachounganika na ardhi, ikiwa ni ukuta, minal judirani, ikiwa ni ukuta au jiwe na kadhalika. Hiyo ni hatua ya pili. Wayamsaha wajhahu wa kaffaihi, na baada ya kupiga viganja vyake juu ya ardhi au juu ya ukuta ambao una vumbi au juu ya jiwe lenye vumbi, kinachofuata wayamsaha wajhahu, na atapangusa uso wake mara moja, wakaffaihi, na atapangusa vile vile kwa kiganja chake cha mkono wa kushoto, atapangusa juu ya kiganja cha mkono wa kulia, na kwa kiganja chake cha mkono wa kulia atapangusa juu ya mgongo wa kiganja cha kushoto. Hapo itakuwa mtu amekwisha kukamilisha ibada ya tayammum. Sasa linabakia swali. Miongoni mwa maswali ambayo ni muhimu kuyapatia majawabu yake, je, mtu anaweza kutumia tayammum moja kwa ajili ya ibada, mfano swala zaidi ya moja? Mathalan, mtu alisali swala ya dhuhuri, katika kipindi chote hicho kabla ya kuingia kwa al-asr, hata al-asri ikaingia, hakutokewa na chenye kubatilisha ile tahara yake ya tayammum aliyoifanya kabla au wakati wa dhuhuri. Je, anaweza akaswali swala ya asri kwa tahara ile ya tayammum aliyoifanya wakati wa dhuhuri? Jibu, naam, ndiyo, muda wa kuwa hajatokewa na hadathi yoyote katika kipindi chote hicho, anaweza akatekeleza ibada ya asri kwa tahara ile ile ya tayammum aliyoipata wakati wa dhuhuri. Swali jingine kwamba, je, tayammum inatosheleza tu kwa ajili ya udhu na sio kwa ajili ya ghusl? Hapana, tayammum inatosheleza kwa ajili ya udhu, pia vile vile kwa ajili ya ghusl. Ikiwa mtu amepatwa na hadathi ndogo ambayo ingewajibisha atawadhe, hivyo kupatikana sababu ya yeye kutayammum, ima kukosa maji au kuhofia madhara anayoweza kuyapata kwa sababu ya kutawadha, kwa hivyo akatayammum, hivyo hivyo mtu atatayammum badala ya kuoga, ikiwa alitokewa na moja katika mambo yanowajibisha kuoga, ikiwa ni hedhi au janaba. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Mwisho, naendelea kuwaomba muendelee kuifuatilia peji yangu hii ya Mtungwe Iman kwa kufollow yule ambaye hajafanya hivyo, kushare na kulike, lakini pia musubscribe katika channel YouTube yangu Mtungwe Iman.
Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.